Nitoe wito tu kwa Watanzania wenye matatizo ya masikio, kwamba hospitali zetu zinatoa huduma ya hali ya juu kabisa kama mtu asikii au ana shida inayofanana na masikio kupata shida, aje kwenye kituo hapa kwetu Benjamin Mkapa, lakini pia hata taasisi zingine kama Muhimbili wanaweza kutibiwa. Kwa hiyo wasikate tamaa wananchi ambao wana matatizo hayo, wakabaki kwenye jamii, waje kwenye vituo vyetu na watapata matibabu yanayostahili. Lakini pia tulikuwa na jambo la pili leo la kupokea hizi ambulance ambazo mnaziona hapa. Hizi ambulance zimetolewa na wizara ambayo ndio msimamo wetu wa sekta kwa niaba ya serikali, kwa ajili ya kusaidia wananchi ambao wanahitaji kupewa huduma za haraka au wenye majeraha au wanahitaji uangalizi wa haraka wa dharura. Kwa hiyo inabidi tuwafuate au pia tuwasafirishe wengine, tunawasafirisha wengine kuwapeleka kwenye sehemu zingine. Lakini sisi pia kama hospitali ambayo iko makao makuu ya nchi, hizi ambulance zinatumika pia kwenye mikutano mikubwa ya viongozi tunapokuwa na wageni kwenye hapa Dodoma. Kwa maana wametupa 2 kwa sababu tunazo zingine 2 zitakuwa 4. Uzito wetu zinatumika kwa wakati mmoja nyingi kwa ajili ya kusaidia wananchi, lakini pia hata inapotokea mikusanyiko sisi ndio tunaomba kwenda kusaidia kwenye hii kanda ya kati. Kwa hiyo tunashukuru pia kwa serikali kwa kutupa hizi ambulance, zitaweza kwenda kuboresha huduma kwa wananchi. Bajeti yetu ni kufanya operation 10. Kwa sababu hizi operation kama nilivyosema ni complicated na ni ndefu. Kwa siku wanaweza kufanya 1 tu hadi 2. Inaweza kuchukua masaa 4 operation 1 hadi 5. Kwa hiyo tunategemea wananchi 10 watapata hii huduma. Lakini kuna wale wenye uhitaji. Tulikuwa na wananchi karibia 30 wenye uhitaji. Kwa kipindi watafanyiwa 10, wengine tutapanga sasa aidha wafanyiwe hapa na wataalamu wetu, au tunaweza tukawaita tena wenzetu hapa au wa Muhimbili tuje tufanye nao kwa ajili ya kuwafanyia huo upasuaji wale waliobaki. Kwa hiyo ndio tunachotegemea kwa siku zijazo. Sasa mpango wetu kama hospitali na wizara, kuna baadhi ya wataalamu hapa tumewapeleka nje pia, hata Uturuki wapo wanasoma kule kwenye maeneo haya na maeneo mengine, watarudi kuja kuendeleza hii kasi ambayo tumeianza ya kuhakikisha tunajikita kwenye huduma zile za kibobezi. Kwa hiyo mafunzo ya leo yatachangia kusaidia eneo fulani la uelewa, lakini pia wengine wataongezewa uwezo kwa kuita kambi zingine zitakuja, na wengine pia wataenda nchi za nje kwa ajili ya kujengewa uwezo zaidi. Wale wagonjwa ambao wanafanyia upasuaji wa masikio ni wale pengine ambao walizaliwa na hiyo changamoto au pengine walipata ukubwani au wanakuwa katika hali gani? Kuna wengine ambao wanakuwa wamezaliwa na tatizo hilo moja kwa moja tangiwa utotoni. Lakini wengine wanakwaya, kwani wanapata wakiwa ukubwani kutokana na matatizo mbalimbali ya zikawa sauti kubwa au akapata infection au aliumia. Kwa hiyo hayo ndio yamekuwa kipelekea wengi kuja hapa. Lakini kuna wengine wao wanazaliwa nayo pia. Lakini wengi ni kwa kuakwaya, yani kwa kuyapata baadaye kwenye maisha yetu haya ya kila siku.